Yule bwana ni wakili. Kwa hiyo sehemu moja hapa kufanyia kazi ni mahakamani, lakini yani yule ni mwakili lakini pia ni mwanasiasa. Kwa hiyo vile vyote ni vituo vyake vya kazi. Hata kwenye shughuli zake za kisiasa, Tundu Lissu tangia tunamfahamu tangia akiwa mbunge, alikuwa ni anafanya kazi mbili. Mbunge akisimama kama mwanasiasa, lakini alikuwa akienda mahakamani kusimamia kesi za watu mbalimbali. Lakini tukumbuke kipindi hicho pia alishakuwa rais wa TLS, Tanganyika Law Society. Kwa hiyo jana sheria imelala. Hawezi kuongea kitu bila kutambua. Nadhani hata tunaweza tukaona kwa mfano kwa wale waliotizama video za jana au waliofanikiwa kufika mahakamani, walimuona Tundu Lissu jinsi alivyo. Tundu Lissu akiwa mahakamani ni mtu ambaye kama yuko nyumbani. Yaani hana shida, yani kwake yani fresh tu. Tofauti na mtu mwingine kwa mashtaka yale, kwa sababu yale mashtaka bwana sio madogo. Mashtaka ya uhaini ni mashtaka mazito sana. Kwa mtu mwingine ambaye angekuwa hana uzoefu wa kimahakama, aisee kwake ingekuwa hali mbaya sana. Lakini cha ajabu Tundu Lissu walikuwa wana wasiwasi ilikuwa ni wanachama wake. Na yeye sasa ndio akana watu wasiwasi. Baadaye wanachama wamtoe wasiwasi. Yeye ndio anawatoa wao wasiwasi kwa sababu ana uzoefu na mahakama, na nadhani pia ni mtu ambaye